za nyuklia. Sasa ili kufahamu zaidi, tunaungana na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, Ibrahim Rahbi akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Rahbi, karibu sana. Umepokeaje tangazo la Pakistan kwamba Marekani na Iran wamekubaliana kuhusu vipengele muhimu vya amani? Bila shaka ilikuwa ni kitu ambacho kimejadiliwa hapo kabla, kwa sababu hizi taarifa zilikuwepo kabla ya siku 2-3. Naweza kuambia kabla ya mashambulizi haya ya juzi ya Marekani kuhusu kudondoshwa helikopta, haya mazungumzo yalikuwepo. Kilichokuwa kinachelewesha ilikuwa ni Marekani kujaribu kutafuta kubadili vipengele, hata kusikia kuwa wale maafisa wa diplomasia wa Qatar waliokwenda Irani walikuwa wamekwenda kwa niaba ya Marekani kujaribu kubadili baadhi ya vifungu, lakini ikaonekana haviwezekani. Kwa hiyo Pakistani inatuambia kuwa wamefikia makubaliano, lakini ni makubaliano ya kupata uhasama, yani ni makubaliano ya usitishaji wa vita, ila sasa wataingia kwenye mjadala maalum sasa katika kutatua yale ambayo yaliwafanya wapigane. Maanake kuwa hakuna lolote katika yale yaliyowafanya wapigane limetimizwa au limetatuliwa, isipokuwa kilichokubalika hivi sasa ni kupata uhasama wa pande zote mbili. Naam. Sasa Pakistan haijataja Israel katika makubaliano hayo kuhusu na kuhusika au kutohusika kwa Israel katika hili kuna athari gani, Rahbi? Bila shaka kumekuwa na hilo kuwa kuanzia mazungumzo ya kwanza ambayo yalivunjika na kupelekea vita, Israel haikuwepo wala kiti cha Israel hakikuwepo. Lakini hivi karibuni kumekuwa na mivutano ya wazi kabisa kati ya Israeli na Marekani, hasa kati ya Donald Trump na Netanyahu. Kuna kile ambacho kinaonekana moja kwa moja kuwa Netanyahu amekuwa akitaka mzozo uendelee kwa sababu ya maslahi ya kisiasa, lakini Donald Trump pia anataka vita imalizike kwa sababu ya maslahi ya kisiasa. Kwa hiyo hapa kilichopo ni kama kila mmoja mwenye nguvu anajaribu kumtuliza mwenzake. Lakini ukiangalia vyombo vya habari vya Israeli jioni hii vimetangaza kuwa waziri mkuu amevitaka vikosi vya IDF kukaa tayari kufanya mashambulizi kuelekea kwa Irani ikiwa hakutokuwa na makubaliano wanayotaka wao. Kwa hiyo unaweza ukakubaliana na hili kuwa Israeli bado amewekwa mbali kwenye hili, au tuseme kuwa Marekani anataka kutumia nguvu yake dhidi ya Israeli kumaliza huu mzozo. Tuzungumzie kuhusu hivi vipengele ambavyo vimetajwa kama makubaliano. Kama ni kweli hayo yamekubalika kati ya pande zote mbili, kila mmoja unaona kwamba anapata anachokitaka? Ukisikiliza kwa pande zote mbili unaona kuwa kila upande umekuwa ukijaribu kuainishia kuwa unapata kile unachokipata. Ukimsikiliza Donald Trump anazungumza kuwa Irani imekubali kuwa haitokuwa na nyuklia, lakini hili swala lilikuwepo kuanzia awali. Katika mazungumzo yote ya nyuma, Irani ilisema haina mpango wa nyuklia wala haikuwa ikitengeneza nyuklia kwa ajili ya silaha. Kwa hiyo limekuwa hivyo, lakini upande wa pili wa Irani, katika taarifa zilizotolewa ambazo Donald Trump amezikanusha, kuwa wamesema kuwa wataachiliwa mali zao zilizozuiliwa kwa muda mrefu, lakini kutokuwa hakuna mjadala kuhusu makombora. Kuhusu Hormuz wamekataa, na baadhi ya vitu vingi ambavyo wanasema watapata, na vikwazo vitaondolewa, hasa vikwazo vya mafuta, na Marekani itaondoa kizuizi chake cha mlango wa bahari Hormuz. Katika mambo ambayo Donald Trump anasema si kweli, si katika hayo. Kwa hiyo hapo mbele tutajua zaidi baada ya haya makubaliano kusainiwa. Nadhani tutakuwa na kikao sasa cha kujaribu kwanza kupitisha. Huenda tukamsikia tena Donald Trump akisema kuwa sikubaliani na haya yote, kwa sababu yale yanayotajwa upande wa Irani ni kuwa Marekani hawayakubali kabisa, na yale yanayotajwa upande wa Marekani, Irani bado hakubali kabisa, lakini wote wanatuambia kuwa wamefikia makubaliano. Na sio mara ya kwanza kwa makubaliano kuweza kufanywa halafu upande mwingine unashutumiwa kuweza kukiuka na mambo yanarudi vile vile. Sasa wewe umefuatilizia mzozo huu kwa karibu sana, unadhani tuko karibu zaidi na vita ama tunakwenda kupata amani hivi karibuni? Bado naweza nikasema tuko kati kwa kati, kwa sababu kuna vitu tu ambavyo vimezuia haya yasitokee. Unajua, mara nyingi huwa nimekuwa nikizungumza au watu wengine pia wakizungumza hili, wachambuzi mbalimbali duniani wanakubaliana kuwa vita hii ilikuwa ni vita ya Israeli kupitia niaba ya Marekani. Kwa hiyo bado mwenye vita yake hajakubali kuwa anaweza kumaliza vita katika vipengele hivi. Sasa tunaweza tukashuhudia mzozo mpya kati ya Marekani na Israeli, kwa sababu kinachoonekana kama vile Marekani inalazimisha kuiburuza Israeli kwenye haya. Lakini ikiwa watakwenda kufikia haya makubaliano ambayo yametajwa kwa upande wowote, hata aliyoyataja Donald Trump, itakuwa ni ishara moja tu kuwa Netanyahu amepoteza na Israeli imepoteza. Sasa wako tayari kupoteza kwenye hili. Nadhani muda utatupa majibu zaidi. Naam, asante sana Ibrahim Rahbi kwa kutupatia maoni yako.